kuna jambo linaweza likapelekea ukafa, kuondoka katika dunia hii. Kuna maisha ambayo umeishi ambayo bila maombi utaondoka kabla muda wako. Wewe nikwambie, kuna watu ambao wamekusudia uondoke bila Mungu kuingilia kati, maisha yako yatakoma. Kuna vitu vya kijinga wamevifanya. Huyu alikuwa ni mfalme, alijisifu. Walipokuja watu kuangalia kwa habari ya Mungu alivyomtendea muujiza na kumpa nafasi kubwa na kumponya na kumpa utajiri na alikuwa anakufa, yeye akawatembeza kuonesha utukufu, akajitukuza baada ya kumtukuza Mungu. Mungu akasema utakufa. Kilichogeuza hili tukio ilikuwa ni kitu kinaitwa power of praying man or woman, nguvu ya mtu anayeomba. Anasema Hezekia akaomba sana, na mimi nakutia moyo na wewe omba sana. Akalia, ikibidi kulia lia. Maana hata hivyo Yesu anasema nimeyatunza machozi yako katika kichupa. Nini kilitokea? Bwana akaongeza miaka 15 mbele zaidi ya hapo, siku ambayo itakuwa nakufa. Maombi yana uwezo wa kumfanya Mungu akaongeza bonus ya uwepo wako katika dunia hii. Kuna vitu ambavyo kama usingeomba vingechukua miaka 2, lakini katika maombi kabla miaka 2 havijafa vina uwezo wa kukaa maisha yako yote. Kuwa mtu wa maombi. Maombi yana uwezo wa kufufua vilivyokufa. Maombi yana uwezo wa kubadilisha mtazamo na sura yako. Maombi yana uwezo wa kuongeza umri wa jambo, lifespan of your business, lifespan, mzunguko wa maisha wa ndoa yako, mzunguko wa maisha wa elimu yako, lakini mzunguko wa maisha wa maisha yako. Nguvu ya maombi. Cheza na vyote, usicheze na maombi. Cheza na vyote, usicheze na maombi. Maana maombi yana uwezo wa kurudisha na kuleta vingine vyote vilivyopotea kwenye maisha yako. Haihitaji uwe mchungaji ili uwe mwombaji. Inahitaji uwe mtu unayemwamini Mungu ili uweze kuwa mwombaji.